tumekutana hapa kwenye bandari ya Mwanza Kusini kwa ajili ya kushuhudia tukio muhimu hili la mapokezi ya magari 9 ambayo kwa sasa yamefika magari 5 na magari 4 yapo njiani kuelekea Mwanza. Magari haya kama ambavyo mmeshuhudia na kama ambavyo mmeona yamebeba makasha, yani makontena yenye thamani mbalimbali ikiwemo viti vitakavyofungwa kwenye meli mpya MV Mwanza inayojengwa katika kanda yetu ya Ziwa na katika mkoa wetu wa Mwanza. Kama mnavyofahamu, huu mradi ni mradi wetu wa kimkakati unaotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kampuni ya Meli Tanzania ambayo ni Tashiko. Kwa ujumla wake, mradi huu umegharimu dola za Kimarekani milioni 51.8 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 123. Aidha, sasa mkandarasi tayari ameshalipwa jumla ya kiasi cha fedha dola za Kimarekani 48.4 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 115.9 ambacho ni sawa na 93.5% ya gharama zote ambazo amelipa mkandarasi, ameshalipwa. Na ndugu wananchi, ikumbuke kwamba wakati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mama yetu kipenzi anaingia madarakani mwaka 2021, mradi huu aliukuta ukiwa ni 40%, na malipo yake yaliyokuwa yameshafanyika kwa wakati huo yalikuwa ni fedha za Kitanzania 30%. Maana nikitaja fedha hapa tutapoteza muda, lakini ni 30% tu. Sasa hivi leo tunavyozungumza, ninayo furaha kuwajulisha kwamba mradi huu umefikia 96% na fedha zote zilizolipwa hadi sasa ni sawasawa na 93% kama nilivyosema hapo awali. Meli hii itakapokamilika itakuwa ndio meli kubwa kuliko zote katika ukanda huu wa Ziwa. Hii ni kwa itakuwa na uwezo mkubwa wa kubeba abiria zaidi ya 1200 na tani za mizigo 400. Lakini vile vile itakuwa na uwezo wa kubeba magari madogo 20 na magari makubwa 3. Kuwasili kwa samani hizi kama ambavyo tumezipokea leo ni hatua muhimu sana kwetu sisi kuelekea kukamilisha mradi huu ambao kwa sasa umefikia 96% ya utekelezaji wake wa mradi huu. Ili uweze kukamilika, ambapo kwa mujibu wa kalenda na kwa mujibu wa mkataba mradi huu unatakiwa ukamilike Mei mwaka 2025. Ni hatua ya mwisho kabisa na ni kielelezo tosha cha namna ambavyo Mheshimiwa Rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alivyoifungua mkoa wa Mwanza. Unaoonyesha kabisa katika kipindi kingine tunachokitarajia, tunakusudia kuwa sisi pengine tunaendelea kuwa mkoa wa pili kwa kuchangia pato la taifa, ambapo kwa sasa mkoa wetu wa Mwanza unachangia 7%. Napenda kuchukua nafasi hii kuishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kufanikisha utekelezaji wa mradi huu kwa kutoa fedha wakati wote pale tulipohitaji. Kwa kweli katika eneo hili mradi huu haukuwahi kusimama kwa kuwa umekosa fedha. Mheshimiwa Rais amekuwa akifanya kazi kubwa na ndio maana tunaona matunda yaliyopatikana kutokana na utekelezaji wa mradi huu. Aidha, kukamilika kwa mradi huu utatarajiwa kuongeza chachu ya ukuaji wa uchumi kwa wakazi na wananchi wa mkoa wa Mwanza na hata wakanda ya Ziwa na nchi jirani za mbalimbali katika maeneo yetu, kutoka huduma za usafirishaji zilizo salama na bora na za uhakika kama ambavyo meli hii imejengwa kwa lengo hili. Napenda kutumia fursa hii sasa kuitaka management yetu ya kampuni ya Tashiko na kuielekeza kuhakikisha inasimamia vema ili mradi huu ukamilike kwa wakati kama ambavyo mkataba unaelekeza, na ili kufanikisha azma ya serikali ya kuboresha huduma ya usafiri kwa njia ya maji kwa abiria na mizigo kwa wananchi wa kanda wa Ziwa na wanufaika wa kwanza wakiwa kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza na si mwingine ni Mheshimiwa Saidi Mtanda, na kwa niaba ya viongozi na wananchi na watendaji wenzangu wa mkoa wa Mwanza, nipende kuishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutupatia fedha za Kitanzania trilioni 5.6
kwa mwaka wa fedha 2021-2024. Fedha ambazo zimeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati ikiwepo ujenzi wa meli hii, ikiwepo daraja la JPM, vivuko, barabara, miradi mbalimbali, ujenzi wa madaraja, SGR, ujenzi wa miundo mbalimbali ya inayosimamiwa kwenye upande wa huduma za jamii ikiwemo elimu na kwenye upande wa afya katika maeneo mbalimbali zikiwemo hospitali ya rufaa ya Bugando, Seketule na katika maeneo mengine. Hapa bandari ya Mwanza Kusini, mimi naitwa Mapunda, meneja mradi. Kwa niaba ya uongozi wa kampuni ya meli, ingawa nipo na mkurugenzi wangu hapa, tunawakaribisha tena katika bandari ya Mwanza kwa ajili ya kushuhudia tukio muhimu la kupokea makasha 5 kati ya 9 ambayo yanawasili leo na mengine yatawasili ndani ya saa 18 kuanzia sasa au chini ya saa 18. Makasha haya yana viti kwa ajili ya meli yetu ambayo mnaiona hapa, na hii inatoa mwanga au thibitisho kwamba tunatamatisha ujenzi wa meli hii au kukamilika kwa. Imekuwa siku nyingine tena ya kihistoria katika ujenzi wetu wa meli ya MV Mwanza, kwa kuwa leo tunapokea shehena kubwa ya vifaa ambavyo ni viti ambavyo vitatarajiwa kufungwa kwenye meli yetu kwa ajili ya abiria wetu. Kihistoria, Mheshimiwa mgeni rasmi, meli hii ilianza ujenzi rasmi mwaka 2020 baada ya kusainiwa kwa mkataba wa ujenzi wake mwaka 2019. Hata hivyo, katika kipindi cha ujenzi wake meli hii iliumba kutokana na mlipuko wa COVID-19 ambao ulisababisha uhaba wa makontena ya kusafirishia vifaa kuja nchini, na ndio uhaba huo ndio uliosababisha mradi huu kufika mpaka hivi leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Kampuni ya Huduma za Meli Tanzania inaishukuru sana serikali yetu kwa uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa mradi huu, na hatimaye kampuni inatarajia kupokea meli hii mnamo tarehe 31 Mei 2025. Pamoja na kukamilika kwa sehemu ya mitambo na vifaa vyake vingine vya uendeshaji wa meli, meli hii ilikuwa bado inasubiri vifaa vya furnitures ambavyo sehemu ya vifaa hivyo ndio hii tunaipokea leo. Leo tunapokea viti kwa ajili ya madaraja yote, daraja la 3, daraja la kwanza, la 2 na la 3 na daraja la economy. Tunaamini kwa kukamilika kwa meli hii, kampuni ya huduma ya meli inakwenda kufungua uchumi wa mkoa wa Mwanza. Tunakwenda pia kufungua uchumi wa wafanyakazi wa kampuni ya meli, na tunaenda kufungua uchumi wa taifa letu kwa ujumla. Kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi wa kampuni ya meli Tashiko, wafanyakazi na mkurugenzi mtendaji, tunatoa tena asante zetu na pongezi nyingi kwa uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuiwezesha kampuni kifedha ili kuhakikisha mradi huu unakamilika. Tunasema tutaendelea kusimamia kwa ajili ya maendeleo ya taifa kiujumla.